Dada zangu, ndugu zangu, asubuhi ya leo mwali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba wazima, mmeamka salama. Maana Mwenyezi Mungu anawapenda, anawanjali. Maana kuweko kwetu sisi katika ulimwengu kwa siku ya leo, tukiwa tumebarikiwa na uhai, hakika sio kwa mapenzi yetu, sio kwa nguvu zetu, bali ni kupitia nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo, nguvu za Mungu mwenyewe. Ndio sababu umeweza na kuamka ukiwa vile ambavyo ulivyo. Haijalishi umeamka ukiwa katika hali gani, lakini umebarikiwa na uhai. Mwenyezi Mungu kakupenda vile ulivyo. Mwenyezi Mungu neema yake ikakubeba vile ulivyo. Hakika ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa upendo. Unaweza kuwa saa hii asubuhi ya leo unanitazama tu, unauliza kwamba mtumishi, unajua nimeamka namna gani? Mbona ninapitia haya? Kama Mungu yupo, kama Mungu ananipenda, bado anakupenda. Usikate tamaa, lakini unafaa kujua kwamba anayaelewa hayo yote ambayo meimbia na kufanya ulie, meimbia na kufanya ukakosea amani, lakini anakuelewa na ataweza kukutendea. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kuogelea ndani ya hayo manyunyu ili tukaweze na kuendelea na kupokea baraka kwa wingi. Baraka kwa wingi kupitia kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Priscilla Muasya kutoka kanisa la ABC Mwanga. ABC Mwanga, Kangundo Pastorate, Machakos Sub-Headquarters. Karibu, tubarikiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, na kusalimu tena katika jina la Yesu. Mungu wetu ni mwema na amekuwa mwaminifu sana katika maisha yetu. Tunaenda kutazama katika Waibrania sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Biblia inasema, kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu, leo kama mtaisikia sauti yake, msiifanye migumu mioyo yenu, kama wakati wa kukasirisha, siku ya kujaribiwa katika jangwa. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, tunayo asante tena na shukrani mbele zako kwa ajili ya neema na kibali chako tukaweze kuwa hai asubuhi ya leo. Ninasema ni asante kwa ajili ya neno lako. Naomba Mungu wetu kanene nasi ukitubarikia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kama vile tumesoma katika Waibrania, anwani yetu asubuhi ya leo inasema unangoja nini? Ni kama ni swali ambalo linaulizwa mpendwa mtazamaji asubuhi ya leo. Unangoja nini? Tunaona ya kwamba Waisraeli walipotoka katika nchi ya Misri, Biblia inasema ya kwamba walipokuwa katika njia yao, kuna mambo mengi sana mazuri ambayo Mungu wetu aliweza kuwatendea katika njia. Tunaona ya kwamba jambo la kwanza, alipowatoa katika nchi ya Misri kwa mkono wa nguvu. Tunaona walipofika katika bahari ya Shamu, tunaona Mungu wetu alitengeneza njia mahali pale. Wakati ambao walipovuka ile bahari, Biblia inasema ya kwamba katika njia jangwani, Mungu wetu aliwapa chakula na akawapa vyote ambavyo walikuwa wanahitaji. Aliwapa maji, akawapa ulinzi, akawashindania kutoka kwa maadui wao. Lakini tunajua ya kwamba wakati walipokuwa wanapata shida kidogo, waliweza kumnungunikia Mungu sana. Hata tunaona ya kwamba walikuwa wanasema, wanauliza ni kwa nini Mungu wetu aliweza kuwatoa katika nchi ya Misri na kuwaleta katika jangwa. Hivyo badala ya kumwamini Mungu, waliendelea kufanya mioyo yao kuwa migumu. Na wakati walipofanya hivyo, tunaona ya kwamba walikuwa wanafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Mungu wetu tunajua ya kwamba aliweza kuwaadhibu. Wengine hawakuweza kufika katika ile nchi ya Kanaani. Na wale ambao walifaulu kuingia katika nchi ya Kanaani, tunaona ya kwamba mioyo yao, wengine wao iliendelea kuwa migumu. Kwa sababu tunaona
ya kwamba Mungu aliweza kuwatuma manabii wake ili wakaweze kuwafikia wana wa Israeli, wakaweze kuwarudisha katika njia. Lakini tunajua ya kwamba wengine waliweza kukataa na wakaendelea kuabudu miungu mingine na wakamkasirisha Mungu, wakafanya mioyo yao kuwa migumu zaidi. Wewe mpendwa mtazamaji, pengine asubuhi ya leo wewe hapo hujawahi umefanya moyo wako kuwa mgumu na hujawahi peana nafasi katika maisha yako ili ukaweze kumkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Tunajua ya kwamba wengine wamekataa Injili, wengine wamekaidi kabisa upendo wa Mungu. Tunajua ya kwamba hata wengine wanakimbilia kwa waganga, wengine wanakimbilia kwa wachawi, wengine wanaenda kwa manabii wa uongo, wengine wameukataa wokovu wa Mungu kabisa, wokovu ambao Mungu ameutoa bure kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo. Na wale ambao wamekaidi neno la uzima wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba wokovu ni leo, na Biblia inasema wewe unaposikia neno la Injili hii usiweze kufanya moyo wako kuwa mgumu. Ni vyema sana ukaweze kutambua Mungu na upendo wake, ukafungue moyo wako ili ukampe Yesu nafasi katika maisha yako ili akaweze kuingia. Tunajua ya kwamba Biblia inaposema wokovu ni leo, tunaendelea kujua kuna wengi ambao wanapokataa wokovu wa Yesu Kristo wameweza kufa katika dhambi zao, na wanapokufa katika dhambi zao tunajua ya kwamba wataweza kuingia katika jehanamu iwakayo kiberiti. Lakini hiyo sio mapenzi ya Mungu. Usitamani kwenda mahali pale, maana moto wa jehanamu tunajua kwamba umetengenezewa shetani na malaika zake. Wao ndio wametengenezewa jehanamu, lakini mwanadamu hakutengenezewa jehanamu. Mwanadamu ametengenezewa uzima wa milele ambao Yesu Kristo anaupeana na ambao anapea yeyote ambaye anamwamini. Tunajua kwamba huna haja ya kuendelea kungoja. Ni vyema ukafanye moyo wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu, lakini ukafanye moyo wako kuwa mororo kwa ajili ya Yesu Kristo. Unapoamini Injili na unapomwamini Yesu Kristo unapokea wokovu wako. Usikubali kufanya moyo wako kuwa mgumu. Waisraeli walifanya mioyo yao kuwa migumu na hawakumpendeza Mungu. Mpendwa mtazamaji wangu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Unaposikia Injili hii umpokee Yesu Kristo na ukatubu, bana Biblia imesema utakapotubu dhambi zako utaweza kuokolewa. Katika Matendo ya Mitume 16 tunaona Paulo na Sila walipotupwa pale gerezani. Yule askari ambaye alikuwa nao wakati walipoona nguvu za Mungu zimetendeka katika maisha ya hawa, aliwauliza atafanya nini. Alikuwa na moyo mgumu sana wa kuwapiga Paulo na Sila, lakini wakati alipoona ule wokovu ambao Mungu alionyesha kwao, aliuliza atafanya nini. Pengine unauliza asubuhi ya leo utafanya nini? Pengine unataka kujua vile utakavyofanya. Biblia inasema katika sura ya 16 mstari wa 31, wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Mpendwa mtazamaji, usingoje zaidi. Mwamini Yesu Kristo nawe utaokoka, wewe pamoja na nafsi yako, pamoja na maisha yako, pamoja na mambo yako utaweza kuokoka. Usingoje zaidi na usifanye moyo wako kuwa mgumu. Mwamini Yesu Kristo ukatubu dhambi zako nawe utaokoka. Na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, neno lako limeuliza tunangoja nini? Mungu wetu mpendwa mtazamaji, iwapo ametazama neno hili na hajamkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake, naomba Mungu wetu kanyoshe mkono wako na ukaweze kumuokoa. Anapomkubali Yesu Kristo, naomba Mungu wetu kama mpe wokovu wako na kumregesha katika mapenzi yako. Baba yetu wa mbinguni, ni asante, maana hatutangoja zaidi kwa sababu wokovu ni leo. Mungu wetu uwe pamoja nasi na utuongoze, katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Ukisikia sauti ya Mwenyezi Mungu siku ya leo, usiufanye moyo wako kuwa mgumu, bali ukaweza na kuitikia hiyo sauti kwa imani na utii, Usikatae neno la Mwenyezi Mungu, lakini kile ambacho ni cha maana ukiweza na kuisikia, ukaweza na kuipokea kwa njia ya utiifu,
Kwa njia ya utiifu ni kusema kwamba ukaweze na kufuata vile ambavyo inasema. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Kama vile ambavyo tumeweza na kuona vile ambavyo wana wa Israeli pale jangwani waliweza na kufanya mioyo yao kuwa migumu. Basi wakawa wanaweza wakazunguka mahali ambapo wangeenda tu, lakini walizunguka sana kwa sababu ya kutaka kufanya mioyo yao kuwa migumu. Mbona ufanye moyo wako kuwa mgumu? Itikia neno la Mwenyezi Mungu ili mambo yakaweze na kunyoka na yakawe sawa, na pia tukaweze na kuendelea na kupokea baraka kutoka kwake. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu na atembee pamoja nawe, kazi yako ikaweze kubarikiwa. Bye bye.